Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa TV yetu, kwa moyo mkunjufu na kukukaribisha mara tena kuweza kufuata taarifa zetu za habari. Nikukumbusha kwamba hii ni Fizi News 24 ambayo inakuwa inakuja kila wakati kwa kukupa habari za uhakika na zilizochunguzwa. Kwa hivyo msikilizaji, kila mara tunakuwa tukijitolea kwa ajili ya kuhabarisha na kukupa mambo yaliyojiri katika eneo mbalimbali, hasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sehemu zingine tofauti. Taarifa yetu habari msikilizaji itaanzia na huko katika mji wa Goma ambako katika taarifa tofauti kwa vyombo vya habari, Lawrence Kanyuka, msemaji wa AFC M23, alitangaza kuwa mashambulizi yaliyorekodiwa Jumatano ya tarehe 25 Februari saa 3 asubuhi katika eneo la Rugita, saa 4:30 asubuhi Kitazungura wilaya ya Kale, na saa 6 mchana katika eneo la Rugezi na maeneo jirani na Minembwe. Alishitumu vikosi vya muungano kwa kutumia droni zenye silaha pamoja na mizinga mizito, akitaja kuwepo kwa vifo na pia watu kuyahama makazi yao. Kauli hizi zinakuja siku moja baada ya kifo cha msemaji wa kijeshi wa AFC M23 Willy Ngoma. Namnuku, tunaona kwamba utawala wa Kinshasa kwa mara nyingine tena umekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano kwa kuanzisha mashambulizi ya jumla katika mstari yote ya mapigano hata nje yake. Hii ni operation iliyoratibiwa na kusambaa kwa upana, jambo linaloonyesha wazi uchunguzi wa kutumia njia ya kijeshi, alisema Jumatano ya tarehe 25 Februari Bertrand Bisimwa, mwenyekiti wa M23 na mratibu msaidizi wa AFC M23. Hatuwezi pia kujizuia kubaini kwa wasiwasi mkubwa ukosefu hadi sasa na hatua ya wazi inayoonekana yenye lengo la kusimamisha mara moja mashambulizi haya ya serikali. Hakuna onyo la hadharani, hakuna hukumu yoyote, aliongeza kwa mujibu wake. Tukitoka huko Goma tujielekeze huko katika tarafa Masisi ambako mapigano yameanza tena majira ya alasiri ya Jumatano hii ya tarehe 25 Februari katika kijiji cha Kazinga kilichopo katika usultani wa Nyaboko ya kwanza wilaya Masisi mkoani Kivu ya Kaskazini. Waasi wa AFC M23 wameanzisha mashambulizi ya kujibu wakilenga kukiteka tena kijiji hicho walichopoteza asubuhi kwa jeshi la serikali likisaidiwa na wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, waasi hao waliokuwa wameondolewa mapema na wazalendo walishambulia kwa wakati mmoja maeneo kadhaa ndani ya pembezoni mwa kijiji. Mashambulizi ya risasi yaliongezeka kwa kasi na kuatia hofu tena wananchi. Wakazi tuliowasiliana nao kutoka eneo la tukio wanasema milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika umbali wa kilomita kadhaa kuzunguka kijiji hicho. Kazinga ipo katika kijiji cha Butsike ndani ya usultani wa Nyamaboko ya kwanza, eneo ambalo katika siku za hivi karibuni limekuwa miongoni mwa maeneo makuu ya mapigano katika sehemu ya kusini wilaya Masisi. Tangu kurejea kwa mapigano katika eneo hilo la kimkakati, mstari wa mapambano umekuwa ukibadilika kwa haraka, huku vijiji vikichukuliwa kwa zamu na pande ya simu. Jaribio la AFC M23 la kukiteka tena kijiji cha Kazinga linafanyika wakati mapigano yakizidi kuongezeka katika maeneo jirani, hasa baada ya waasi kupoteza baadhi ya ngome zao. Hali bado ni ya kutatanisha na inabadilika kila wakati, huku mapigano yakiendelea hadi jioni, jambo linalozua hofu ya kuzorota zaidi kwa usalama katika sehemu hii ya wilaya Masisi. Na kwengineko ni huko Baraka ambako Meya Baraka ametimiza miaka 7 tangu kusimikwa kwake kwa mwaka 2019. Wachambuzi wanaonyesha utofauti uliopo kwa sasa, tofauti na Baraka iliyokuwa ndani ya sekta ya Mutambala. Bwana Bean Bilombele Gasto, mwalimu msaidizi kwenye chuo kikuu cha maendeleo vijijini Fizi, tena mdadisi wa mambo, ameonyesha maendeleo yanayoonekana sasa mjini Baraka. Miaka 7 sasa Baraka kuwa vile. Cha kwanza ni kusema Baraka kunakuwa majengo nzuri tu tangu mji huu uitwe jiji vile Baraka. Baraka inajengwa sana, Baraka inaongezeka kiasi kwamba utakuta mahali ambapo zilikuwa shamba leo zinakuwa makartier, nyumba nzuri. Ukiangalia leo kule ambako wanaita kusinge wa Katolika ishakuwa kati nyumba mzuri, 25 maisons, 30 maisons, kumatongo
Yani Baraka tu inasonga kujengwa sana, na inaanza hata kuleta attraction kwa watu wengine, kusema mji huu sasa ni mji ambao unahitaji vitu vingi. Deja tuko na Kadeko mbele hapa tu ya vita, mbele M23 kama Goma, Bukavu, tayari kulikuwa watu wanani wa Kopeke Chai wamekuja kusema watie guishi yao hapo, wameona mji umesonga mbele. Yani majengo iko nyingi, watu wanazidi kutoka mahali mengine kukuja waishi ndani ya jiji la Baraka. Wakati mji ulikuwa sekta, kulikuwa mambo ambayo chef de secteur angepashwa akaifanye, sababu ni secteur inaitwa mwingine ya territoire, lakini sasa inaitwa jiji la Baraka, imepewa ingine muongezeko ambao meya wa jiji anatumikisha na kutafuta wainvestisseur, kutafuta watu mbalimbali kwa kutaka maendeleo ya mji iende mbele zaidi. Licha kwamba kuna vitu ambavyo vinatuma mji usikamate kabisa hatua ya jiji. Kwa kuwa mji wa Uvira kupitia meya makamu na meya kwa muda wa mji huo Kifara Kapenda Kiki ameendesha sherehe za kutimiza miaka 7 Jumatatu hii ya tarehe 23 Februari, ila katika mji wa Baraka sherehe hizo hazikuweza kufanyika. Beane ametoa mtazamo wake kuhusu sherehe kufanyika katika mji wa Baraka tofauti na zilivyofanyika huko Uvira. Ni lazima iwe hivyo. Unajua kama Baraka meya wa jiji Hussein Mbochwa ameondoka, ameacha makamu Mama Emerit, naye ameacha ad interim. Na ad interim ni mtu ambaye anaongoza kwa mambo kaza, kwa mambo fulani. Kuna matendo ambayo ataweza kafanye na wezi akafanya, sababu hawatamwitikia. Sasa wa Uvira yeye ni makamu, anakamata wazifa ya meya wa jiji na wazifa wake. Sasa yeye ule ana uwezo wa kuendesha sherehe za anniversaire, lakini wa hapa gisi ni interime anafanyisha vitu kwa muda usio kuwa wa kila kitu ambacho akaweza akakifanya. Ana wazifa yeye ni kwa muda tu, ni mambo kidogo tu, sababu ni ad interim. Kwa kumalizia, mwalimu na mdadisi huyo wa mambo Bwana Bilombele Beane Gaston ameonyesha mambo ambayo yanahitajika mjini Baraka ili kuinua Baraka kwenye level ya mji wa kisasa, na hivyo ametaka meya kwa muda kuwaita wasomi na wataalamu ili waweze kuendesha miradi ya maendeleo endelevu ya mji wa Baraka. Ifahamike kwamba nimesema Baraka ni jiji, na kwamba Baraka ni jiji, ni vile tena vile nzuri. Baraka ina mpaka na Tanzania, ina mpaka na Burundi, ina mpaka na Zambia. Baraka inahitaji umeme. Hii Baraka hii umeme iko priorité de priorité. Baraka inahitaji assainissement, c'est-à-dire kuna miferegi mingi za Baraka tena kubwa ambazo zitafanya wakaaji wa Baraka nyingi wawe wahamiaji na walikuwa na makwao. Yaani Baraka inahitaji miferegi ijengwe. Baraka inahitaji kutiliwe mapavement mu quartier zote, manjia zote za Baraka kukue pavement. Baraka kunahitaji ornement de la vie, c'est-à-dire que kupandiwe maua mu quartier zote, surtout mu centre ville, kutiliwe ornement de la vie, kutiliwe maua ya attraction, kukue meme mafasi watu wakifanya sherehe za ndoa waende wakamatiwe mafoto. Ile yote ni mafasi ambayo inahitajika Baraka, au vitu inahitajika Baraka vifanyike. Sisi tuko wa expert, sisi tuko watu wa elimu. Tunahitaji meya wa jiji kwa sasa alipo atualike sisi tubuni miradi ya nji huu, sababu hapa ndio kwetu. Tumuonyeshe mu domene fulani fanya hivi, domene fulani fanya hivi. Sisi tumesoma kwa sababu ya hiyo, ndio maana sisi tunaitwa wa expert. Na kwengineko ni huko tarafani Fizi ambako uongozi wa shirika la uchukuzi wa watu na mizigo wa masafa marefu wa Miski umewataka waendesha pikipiki kugadirisha mizigo wanayoibeba pindi wanaposafiri ili kuepusha madhara mbalimbali. Mbelekelo wa Malungo Sajo ni coordinator wa muundo huo amesema kwa sasa barabara ni mbovu na hiyo ni chanzo cha ajali za mara kwa mara. Huyu hapa tumsikilize. Kwanza ni kwa taarifu kuhusu kubadilisha mizigo. Hairusiki muendesha pikipiki kubeba mizigo ambayo inapitiliza kilo kwa kuepuka madhara mbalimbali, maana ni mambo ambayo yalitokea. Nafikiria ni mwaka jana tulipata ajali ya
kuachwa na mwenzetu kulingana na hiyo hali ya kubeba mizigo sana. Kwa hiyo nawaomba wasiendelee kubeba mizigo ya kupitiliza, wakadirishe ili waweze kuwa wanafika salama, maana barabara ni mbovu, zinaendelea kuharibika na mvua ndo hizi ambazo zinaendelea kunyesha. Kwa hiyo waendelee kukadiriza mizigo ili kusiwe madhara ya kuvunjika na kuharibu mizigo ya watu. Japokuwa tuko katika kipindi kigumu cha vita, lakini watufikirie pia, maana barabara zinaendelea kuharibika. Ila naamini serikali itafanya, kwa sababu anachopiganisha ni usalama. Hakuna maendeleo pasipo na usalama. Tumalizie na habari hizi za huko Kinshasa ambako mwanaume mmoja mwenye umri wa takriban miaka 30 alikamatwa Jumatano katika manispa Kisenso kusini mwa Kinshasa akishukiwa kumuua mamaye, kumkara vipande na kuhifadhi baadhi ya sehemu za mwili wake ndani ya friji, kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo. Mtuhumiwa huyo amedaiwa kuwa ni Mkongomani aliyerudishwa kutoka Ulaya, alikuwa akiishi pamoja na mama yake katika nyumba moja iliyopo katika mtaa wa Regideso, kwa mujibu wa mamlaka. Kwa mujibu wa Gode Atswell, mkuu wa manispa Kinsenso, amesema kuwa chanzo cha tukio hilo kinadaiwa kuwa ni mgogoro uliotokana na deni la dola 10,000 za Kimarekani. Alikasirika, akachukua panga na akamkatakata, alinukuliwa akisema na TV yako. Kwa mujibu wa mamlaka, baada ya kumuua mwanaume huyo, alidaiwa kwanza kukatakata mwili na kuchoma moto. Sehemu nyingine zilizobaki aliziweka ndani ya fridha. Majirani waliokerwa na harufu mbaya waliarifu viongozi wa manispa pamoja na polisi. Tulifika eneo la tukio pamoja na kanali Hakim na maafisa wetu. Kulikuwa na harufu kali. Tukagundua kuwa kulikuwa na mtu ndani, alieleza mkuu wa manispa hiyo. Kwa mujibu wake, mtuhumiwa alikutwa akiwa amejificha chini ya kitanda. Tuliona vipande vya nyama ndani ya friza. Kilichobaki ni sehemu ya miguu, uti wa mgongo na kichwa, alifafanua, akiongeza kuwa vipande vingine vilikutwa sakafuni. Marehemu alikuwa na umri wa zaidi ya miaka 60 kulingana na meya. Mtuhumiwa anayekadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 30 hadi 40 amewekwa kizuizini. Mpenzi mtazamaji, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa za habari zetu kwa lugha tukufu la Kiswahili, na ukusamini wewe ambao unaendelea kututegea sikio kila mara na kutupa muda wako. Hii ni Fizi News 24 inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.